Maana yake nini? Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sawa sawa? Tuko na mwenyekiti wetu wa vijana, wakili Deogratis Manyoko Mwenjeo, anatoka jimbo la Kwamba. Tuko na mheshimiwa Rosemary kutoka Mkoa, na tuko na bwana Leonard anatoka Mkoa. Nyie mnaelewa kwamba tuko kwenye nchi nzuri na tajiri. Mnalielewa hilo kwanza? Mnaelewa kwamba ni nchi pekee duniani ambayo ina Tanzanite, haipatikani kwingine, ni hapa. Mnaelewa hivyo? Mnaelewa kwamba hii ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Mnajua hivyo? Mnaelewa kwamba hii nchi ndio inatoa madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza ndege na betri za simu. Mnajua hivyo? Najua kwamba nchi hii ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, mlima Kilimanjaro wa pili duniani. Najua hivyo. Najua kwamba tuna mbuga kubwa za wanyama kuliko zote kwenye dunia. Najua hivyo. Najua kama tuna ardhi kubwa sana. Ukichukua nchi ya Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, ukiziunganisha bado hazitufikii. Zina kilomita za mraba 890, sisi pekee yetu 945. Sasa katikati ya mambo yote na utajiri wote, mnaridhika na maisha mnayoishi? Umaskini mlionao nyie vijana ni umaskini wa kutengenezwa na viongozi wa hovyo walioko madarakani. Ndio maana tunataka mabadiliko. Tunataka mabadiliko kwa sababu hata kilimo chetu hakitunufaishi. Nyie si watu wanalima alizeti hapa, lakini tunaagiza mafuta kutoka nje ya nchi ya kura ya bilioni 265 kila mwaka. Nyie mngepewa matrekta, mkapewa na mbegu, mkapewa na viwanda vya kusaga hayo mafuta. Nyie mafuta hayo tusingeagiza kutoka nje, hizo fedha zisingetoka nje, zingeingia kwenye mifuko yenu, mkiwa na matrekta, mkiwa na mashamba, mkalima nyie ndio mkauza mafuta ndani ya nchi. Kwa mngetengeneza utajiri baadaye ya kukaa mnafanya betting au mnakaa vijiweni mnasubiri mpige debe. Kwa hiyo umaskini wa nchi hii ni umaskini umetengenezwa na viongozi ambao wanaiba rasilimali. Nyie mnabaki maskini. Hamwezi kutibiwa vizuri, hamwezi kulala pazuri, hamwezi kuishi vizuri, na matokeo yake mnaamini kwamba umaskini wenu umetengenezwa na Mungu. Mungu angekuwa anataka muwe maskini, asingewaweka kwenye nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi, angewaweka jangwani kule. Mungu ametuweka hapa ili tunufaike na rasilimali zetu. Kwa hiyo tunahitaji mabadiliko ya kiuongozi. Tunaelewana vizuri? Mabadiliko ni kwa ajili ya vijana na watu maskini. Mo Dewji anahitaji mabadiliko? Anahitaji mabadiliko ya nini? Kwa sababu yeye yuko kwenye comfort zone. Azam anahitaji mabadiliko? Yeye ni tajiri, anaishi vizuri. Rais Samia anahitaji mabadiliko? Yeye ni rais. Ukinunua kiberiti kuna kodi, ukifanya chochote, hata ukikohoa unalipa kodi, yeye akatumia. Ukilima alizeti yako, ukicheivuna unalima mwenyewe, unapalilia mwenyewe, mbegu mwenyewe. Ukiweka kwenye gunia tukaanza kuipitisha barabarani, si wanakuomba kodi? Uongo kweli? Hiyo kodi inaingia baadaye mnasikia pesa za rais. Sio zake, ni za kwenu. Wamechukua kodi kwenye alizeti, si mnalipa kodi bwana? Kagunia kamoja kali ukiwa nako unalipa kodi. Zote hizo yeye anaenda kukaa vizuri na familia yake. Kwa yeye hahitaji mabadiliko. Lakini wewe unahitaji mabadiliko ili upate nyumba, unahitaji mabadiliko ili ulale pazuri, unahitaji mabadiliko ili mtoto wako asome, unahitaji mabadiliko ili na wewe uendeshe gari. Inawezekana kwa sababu nchi ni tajiri. Wote tunaweza kuishi vizuri. Tatizo tulilonalo ni viongozi. Kwa hiyo ni wajibu wenu kama vijana. Hizo nchi mnazosikia zimebadilika, zimebadilishwa na watu maskini. Ili maisha yawe mazuri zaidi, lazima tubadilike. CCM imekuwa madarakani kwa miaka 63, imeshindwa. Wazungu wanasema you cannot teach an old dog new techniques. Huwezi kufundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda. Haiwezekani. Inawezekana mzee? Inawezekana.
matatizo ya nchi hii yamesababishwa na CCM, haina uwezo wa kuyaondoa tena. Hatuna barabara. Mkoa wa Dodoma ukitoa hii barabara, niambie barabara nyingine ya rami kwenye mkoa inayotoka wilayani kwenda sehemu nyingine. Niambie nini? Tunastahili kuishi hivi? Maji ni tatizo, uongo kweli? Kila kitu ni tatizo hapa Dodoma. Na sio Dodoma tu, ni nchi nzima. Kwa sisi tuko kwenye operation inaitwa no reforms no election. Kwamba kwanza tubadili mfumo wa uchaguzi na sheria, halafu twende kwenye uchaguzi sasa. Samia asimame hapa na Lissu asimame hapa, nyie wananchi muamue. Tunaelewana? Hatutaki twende kwenye mechi ambayo anacheza Simba na Yanga, halafu refari anakuwa Haji Manara. Hiyo mechi itakuwa nyie watu wa Kongo, hiyo mechi itakuwa haiwezekani. Yaani kichezo faulu katikati, Haji anasema ni penalty. Watu wa Yanga si mko hapa? Ikichezwa mechi ya Simba na Yanga, halafu mshika kibendera Ahmed Ali, itakuwaje? Offside zote anasema magoli. Uongo kweli? Akamwambia mshambuliaji wake, wewe baki huko huko. Ikija tuwe funga, mimi kwangu hakuna offside. Sasa CCM wanataka twende kwenye mechi, halafu refari wao, kamisa wao, linesman wao, mwenyekiti wa tume wa kwao, Omari Ramadhani Mapuli katibu mwenezi wa CCM wa kwao. Hiyo ni mechi hiyo? Hamna mechi. Hiyo mechi. Ndio maana Chadema tunataka kwanza yafanyike mabadiliko ili twende kwenye uchaguzi. Halafu sisi twende kwenye mechi. Hiyo mechi hiyo kweli? Tunahitaji kubadilisha. Sawa. Kwa niwaambie. Wanapewa pesa, wanapewa tasafu kidogo kidogo, na wanalimishwa barabara, wanabeba mawe, wanabeba mchanga, wamekuwa masemba. Uongo kweli? Mbona tudai? Mama yake angekuwa hai angekubali abebe mawe.